Kwa nini Rasuli sallallahu alayhi wasallam amesema fungeni mpate afya? Lakini kuna watu bado wanaugua maradhi ya kimwili. Kuna watu bado wanaugua pressure, kuna watu bado wanaugua magonjwa mbalimbali, tumbo, sui nini na kadhalika. Kwa nini kasema hivyo? Je, ni magonjwa yapi, ni afya gani aliyekuwa kizungumzia Mtume sallallahu alayhi wasallam? Je, ni afya hii ambayo sisi tunaifahamu ama ni ipi? Leo nitakuelezea. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia fungeni ili mpate afya. Ndugu zangu, afya iliyokuwa kizungumzia hapa ni afya inayo combine kiroho na kimwili. Tene pamoja. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi moja inayopatikana katika kitabu cha Imam Abu Dawud na wapokezi wengine pia wamepokea, anazungumza, anasema katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama. Hili pande likitangamaa, mwili mzima umetangamaa. Likiharibika, mwili mzima umeharibika. Na akazungumza akasema hilo pande ni moyo. Tulizungumza katika darasa ya roho kwamba mwanadamu huingiwa na yule mwakilishi wa sheitani, karini, jini. Akishaingia huyu anakwenda kukaa, kutaka kwenda kuishinda roho katika chumba chake kile cha moyo, ili aweze kucontrol mwili. Yani mwanadamu always, sisi wanadamu, sisi asili yetu sisi yani sisi wanadamu asili yetu sisi hapa ni roho, ambapo chumba chetu kikubwa ni katika moyo, kwa sababu katika moyo ndio sehemu ambako panatoka maamuzi ya viungo vifanye nini. Unanielewa? Kwa hivyo karini huwa anakwenda kushindana na roho pale katika moyo, ili aweze kupata fursa ya kuvitumia viungo hivi katika mambo yake. Kwa upinzani huo unatokea hasa kipindi ambacho karini kakamata tamati ya kuongoza mwili, ndio kipindi ambacho pande lile linakuwa limeharibika. Sasa kuna maradhi ya kimwili na kuna maradhi ya kiroho, kimoyo, kiroho. Maradhi ya kiroho ni yale kama mtu anasengenya, alikuwa naiba, alikuwa na beti, alikuwa anafanya ujinga fulani, anashabikia mpira, anafanya mambo ya kijinga fulani. Haya ni maradhi ya kiroho. Yani yambo maradhi ya kiroho manake yani yako ndani, software tunasema. Kwa hivyo alipokuwa akizungumza kwamba kuna kutibiwa maradhi, manake ni mtu kutibiwa kwa kuacha yale mambo maradhi ya kiroho, ambayo ni nini? Mtu kuacha kubeti. Watu wengi leo katika Ramadhani wameacha kubeti ili wafanye wafunge. Wameacha kufanya mambo yao ya haramu ili wafanyaje? Wafunge. Kwa huko ndo kutibiwa kiroho. Asa mtu ambaye anatibu kiroho hivi, manake hata mwili pia nao unasalimika dhidi ya adhabu za Allah tabaraka wa taala, na mwili unakuwa katika rahma zake. Lakini wale ambao walikuwa na magonjwa ya kimwili, of course sasa hivi mashaitani ndio wana nguvu sana, kwa sababu sisi wote tumeacha imani. Kwa hivyo wana nguvu sana, na wao ndio wanasababisha magonjwa. Kuna magonjwa mengine hata hayaeleweki. Hakuna sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyeshaye kuumwa pressure, Sheikh. Hakuna sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyeshaye kupungukiwa damu. Damu inapunguka vipi? Ukifuatilia magonjwa yote haya, pressure, kifafa na kadhalika, huyu sheitani aitwaye karini ndiye msababishi wake. Mwanadamu anakuwa na pressure kwa sababu gani? Yule karini anapofanikiwa kuicontrol roho na kutawala katika mwili ule, basi huwa mabadiliko makubwa mno katika mwili yanafanyika, kama ilivyo kwa mama anayechukua ujauzito. Anavyokuwa anapitia magumu kipindi cha mwanzo, ndivyo ambavyo hata mtu pia pindi karini anapochukua ile roho
Lazima mtu apitie magumu, ikiwemo mapigo moyo kwenda mbio, kwa sababu dereva anaye control mwili hajui kuutumia kama aliyekabidhiwa. Kwa lazima apitishe kwenye mashimo, yeye anapita, haangalii matuta, anapita, haangalii nini. Kwa lazima gari ioverheat na iwe katika hali ya pressure. Chaona? Kwa hivyo karini ndiye msababishi wa magonjwa. Mashaitani hawa ndio wasababishi, ndio wazushi wa magonjwa mengi sana ambayo leo tuko nayo. Hata majina yake hajulikani. Shaitani ndiye msababishi wa maradhi, Sheikh, magonjwa, ila Allah katuletea tiba kwa rahma zake. Ndio maana Nabii Ayubu alayhi salama katika Qur'ani anasema, Mola wangu, hakika shaitani ameniletea udhia mimi. Udhia huo ni upi? Ni maradhi ambayo aliletewa na shaitani. Kwa ndugu zangu katika iman, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alipozungumza fungeni mpate afya, alikuwa anatumaanisha nini? Kwanza afya ya kiroho ambayo ndio msingi. Na ndio maana kipindi hicho watu wengi wanafanya mazuri, wameacha maasi, wapo katika funga, wameacha kusengenya, wameacha kufanya mambo mbalimbali ya kishaitani, wapo katika funga. Na kimwili pia watu wanapata faida, kwa sababu kuna ambao wanapungua uzito, kuna ambao wanatibu baadhi ya maradhi mbalimbali ambao alikuwepo, Allah anajalia wanapona ndani ya mwezi. Lakini lengo hasa la kuambiwa mpate afya ilikuwa inakusudiwa afya ya kiroho, sababu ukiacha maasi kama hayo manake unakuwa mcha Mungu, na ucha Mungu ndio lengo ambalo Allah kalitaka tulifikie ndani ya mwezi. Maana akasema mmelazimishwa nyewe kufunga kama walivyolazimishwa walikuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mola wenu. Allah tabaraka wa taala atujalie, atakabalie saumu zetu, lakini pia tujalie tusirudi nyuma tena mara baada ya Ramadhani kuondoka. Tushikamane na kile ambacho tumekiishi ndani ya mwezi huu, tusirejee tena kule ambako tumetoka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.